Githugu. Na wasalimu katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na leo kama ilivyo kawaida, tuko hapa ili tujifunze Biblia pamoja. Na leo mafunzo yetu ya Biblia, kama vile Mungu ametuwezesha, mada yetu ya siku ya leo ni utukufu. Mada ya siku ya leo ya mafunzo ya Biblia ni utukufu. Nasi tutaulizana utukufu ni nini kulingana na lugha ya Kiswahili. Utukufu ni hali ya kuwa na sifa kuu. Utukufu ni hali ya kuwa na sifa kuu, heshima, enzi au uzuri wa kupendeza. Mara nyingi neno hili hutumika kuelezea udhihirisho wa ukuu wa Mungu au uzuri na fahari ya mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Aliniokoa na akanitenganisha na ya ulimwengu na akanifanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale yakasahaulika. Sasa huwa tunatembea na yeye pamoja, akinionyesha njia zake na akinifundisha kila mara, akinilinda kutokana na yule muovu Shetani. Na ndio maana nami niko hapa kuongea kuhusu huyo Yesu na neno lake. Tuangalie utukufu ni nini kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia, utukufu ni udhihirisho wa ukuu, uzuri, utakatifu na nguvu za Mungu. Utukufu ni udhihirisho wa ukuu, uzuri, utakatifu na nguvu za Mungu. Hizo zote zikiwa pamoja. Mungu ni mkuu, tunajua hivyo. Mungu ni mzuri, tunajua hivyo. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mwenye nguvu zaidi ya miungu yote. Hizo zote zikiunganishwa pamoja, hiyo ndio inaitwa utukufu. Ni mng'ao wa uwepo wake usioweza kukaribiwa, ambao hudhihirisha tabia yake kamili, kama vile upendo, haki na rehema. Tunaona Mungu ako na tabia yenye sana sana hauwezi ipata kwa wanadamu wa dunia wenye hawajamwamini Yesu Kristo. Nayo ni tabia ya upendo, haki na rehema. Nao utukufu unadhihirisha tabia hiyo yake kamili. Kwa maneno rahisi, utukufu ni Mungu akiwa yeye mwenyewe, akiwaonyesha watu ni nani yeye kweli. Sababu Mungu huwezi muona. Ukiona utukufu, akija anaonekanaga na utukufu wake. Ukiona utukufu unaweza uona, sababu tumeona ni mng'ao wa uwepo wake usioweza kukaribiwa. Mng'ao wa uwepo wake, naye huo mng'ao huwezi ukaribia. Huo ndio utukufu. Nasi tutaangalia vipengele vitatu muhimu vya utukufu kulingana na Biblia. Vipengele vitatu muhimu vya utukufu kulingana na Biblia. Kipengele cha kwanza, utukufu wa Mungu ni asili yake mwenyewe. Kipengele cha kwanza cha utukufu kulingana na Biblia ni utukufu wa Mungu ni asili yake mwenyewe. Mungu ni mtukufu kwa sababu yeye ni Mungu. Hana kasoro, hana mwisho na ni mtakatifu kabisa. Hakuna mtu anaweza kuwa mtukufu. Tunaona hilo neno linatumika tu kwa Mungu, sababu watu wako na kasoro, watu wako na mwisho, na watu sana sana hawakuagi watakatifu vile.
Japokuwa Yesu Kristo hutuwezesha sisi tuliookoka kuwa watakatifu, kwa uwezo wetu hatuwezi kuwa watakatifu. Kwa hivyo tunaona hii utukufu unatumika tu kwa Mungu, sio kwa. Na wakati tulikuwa na rais mwingine, taarifa ya habari ikisomwa walikuwa wanasoma mtukufu rais, wenye walikuwa wanaanzisha, ijapokuwa mwishowe alifika mahali akakataa hilo jina, sababu walijua wenye walikuwa wanaleta hilo jina walikuwa wanafikiria ni heshima. Najua wakati huo lazima rais angeheshimiwa zaidi ya watu wote, naye alifika mahali akakataa, alipojua lile jina linafaa kutumiwa tu kwa Mungu. Hakuna mwanadamu anaweza kuwa mtukufu, hakuna mwanadamu aliye na utukufu, sababu wanadamu wote wako na kasoro. Na tutasoma, tumeona hapa Mungu ni mtukufu kwa sababu yeye ni Mungu, hana kasoro, hana mwisho na ni mtakatifu. Hiyo ni kipengele ya kwanza ya utukufu. Utukufu wa Mungu ni asili yake mwenyewe. Asili ya Mungu mwenyewe ni kuwa mtukufu. Na mwanadamu ako na kasoro mingi sana. Tutasoma Isaia 6:3, sababu ni Biblia tunajifunza, lazima tuende na neno la Mungu. Isaia 6:3 inasema hivi: wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Nani mwingine aliye mtakatifu? Hata malaika walio mbinguni sio watukufu. Mungu tu ndiye mtukufu, sababu tunaona kuna malaika waliasi kulingana na Biblia, lakini Mungu hawezi asi. Mungu ni Mungu, lakini hawezi tenda dhambi. Akitenda dhambi hawezi kuwa Mungu tena. Kwa hivyo wenye wanasemaga Mungu anafanyaga mambo yote, anafanyaga yote, lakini hawezi fanya dhambi. Hiyo ndio inamtenganisha na viumbe wote wenye aliumba, naye anakuwa mtukufu, na hakuna mwingine aliye mtukufu isipokuwa Mungu. Tunaona hata hapo Isaia 6:3 inasema, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wote. Kipengele cha pili cha utukufu kulingana na Biblia ni utukufu ulionekana kupitia Yesu Kristo. Watu hawangeweza kustahimili utukufu wa Mungu moja kwa moja, sababu hakuna mtu anayeweza kukaribia hiyo utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuja kwa njia ya mwili, akajifanya kama sisi ili tuweze kumkaribia, naye akaja akiwa Yesu Kristo. Kwa hivyo utukufu ulionekana kupitia Yesu Kristo. Naendeaga kuwaambia Yesu ndiye Mungu, na mwenye anafikiriaga akifika mbinguni ataona Mungu akiwa amekaa pale na Yesu pale, inafaa urudie kusoma Biblia tena, sababu bado hujaielewa. Na uniambie wale watumishi wa Mungu washawahi kuwa na neema wakatembezwa mbinguni kwa njia ya maono, kama Yohana yule aliandika kitabu cha Ufunuo, ama nabii yeyote yule mwenye ashatembezwa mbinguni kama Danieli. Hakuna hata mmoja ashawahi sema alikuta mbinguni kukiwa na viti mbili za enzi. Yeyote wote wanasemaga waliona kiti cha enzi, na mwenye alikuwa amekikalia alikuwa na mfano wa mwanadamu. Sasa wewe unafikiriaga kuna Yesu na kuna Mungu mbinguni. Nataka uniambie kwa hiyo kiti ya enzi yenye manabii wa Mungu washawahi ona kwa njia ya maono, wenye walipata hiyo neema, hiyo kiti ya enzi yenye iko mbinguni imekaliwa na aliye na mfano wa mwanadamu, inakaliagwa na Mungu ama ni Yesu? Kwa hivyo unafaa ujue Yesu ndiye Mungu na Mungu ndiye Yesu. Hakuna wawili,
hakuna mwana wa Mungu. Aliitwa mwana wa Mungu wakati alifanana na sisi. Juu Biblia inasema yeyote aliyemwamini alimpa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Na sababu amekuwa kama sisi na anataka kutufanya wana wa Mungu, lazima angeitwa kama sisi. Hapo ndio jina mwana wa Mungu ilitokea, wakati alikuwa kwenye mwili. Akiwa hayuko kwenye mwili ni Mungu na sio mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuja kwa njia ya Yesu. Tusome Yohana 1:14. Inasema naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hapo nataka usike lugha mzuri ya Kiswahili. Biblia inasema nasi tukauona utukufu wake. Kwanza tumesema hakuna jina mtukufu, hakuna aliye na utukufu isipokuwa Mungu. Hata malaika si watukufu. Na sasa hapa Biblia inasema naye neno alifanyika mwili, Yohana 1:14. Nataka hata lugha ya Kiswahili kuielewa. Na hata kama unasomaga Biblia ya lugha yako ya mama kama Kikuyu ama lugha nyingine, enda hapo na usome kwa umakini. Utaona hapa inasema nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama si utukufu wa mwana. Mwadisi wa Biblia si ati hakuwa anajua Kiswahili ama lugha. Nasi tukaona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Utukufu kama wa. Mbona Kiswahili haikusema tukaona utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba? Kama wa. Juu Mungu alijifanya kama sisi, naye akaitwa mwana. Ndio unasikia utukufu kama wa mwana. Kama wa mwana atokaye kwa Mungu. Juu ni ule tu Mungu amejifanya mwana. Ndio unaona lugha nayo inasema kama wa mwana atokaye kwa Mungu. Hakuna lugha nyingine ingetumika. Na angesema utukufu wa mwana atokaye kwa Mungu. Juu huyo mwana ndiye Mungu. Ndio Biblia inasema kama wa mwana atokaye kwa Mungu. Juu alijifanya kama sisi tuitwe wana wa Mungu. Naye akawa kama mwana atokaye kwa Mungu, ijapokuwa yeye ndiye Mungu. Na hakuna mwingine aliye mtukufu isipokuwa Mungu. Kwa hivyo huyo kama angekuwa mwana sio Mungu, hangekuwa mtukufu. Hangetumiwa hila neno utukufu, sababu aliye mtukufu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo ukitaka kuona Mungu alivyo, angalia Yesu. Na ukiwa umemuona Yesu, umemuona Mungu, sababu yeye ndiye Mungu. Ndio maana akaambia wanafunzi wake, aliyeniona amemuona Baba. Wakati walikuwa wanamwambia tuonyeshe Baba alivyo, tabia yake, upendo wake, miujiza yake, hiyo ndio utukufu wa Mungu ukiwa umefungwa kwenye mwili wa mwanadamu. Tuangalie kipengele kingine cha 3 cha utukufu kulingana na Biblia. Kipengele cha 3 cha utukufu kulingana na Biblia, waumini wanashiriki utukufu wake. Waumini kama mimi tunashiriki utukufu huo wa Mungu. Kusudi la Mungu ni kutufanya na sisi tuwe watukufu. Ijapokuwa tuko na kasoro, naye anataka kutufanya tuwe watukufu, tuwe kama yeye. Sio kwa nguvu zetu, bali kwa Roho Mtakatifu akitubadilisha tuwe kama Yesu kidogo kidogo. Biblia inasemaga katika Warumi 10:9 na 10, ukiamini neno la Mungu, ukimwamini na ushuhudie kwa kinywa chako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwafu, utaokoka, utaokolewa. Haisemagi umeokoka, utaokoka. Juu hiyo ni process yenye unaendaga ukibadilishwa kidogo kidogo ufanane na Mungu. Ndio wakati utatoka katika hii mwili muishi na yeye. Juu hawezi ishi na kiumbe chenye hakifanani na yeye.
Ndio maana huwa tunaendelea kubadilishwa kidogo kidogo, tufanane na Yesu, tufanane na yule mwana wa kwanza wa Mungu, naye ndiye Mungu. Yeye wakati alijifanya kama sisi, akawa mwana pekee wa kwanza wa Mungu, mzaliwa wa kwanza. Nasi tunafaa kufanana na yeye ili tuishi pamoja na Mungu mwenye hawezi ishi na dhambi. Naye Roho Mtakatifu, ambaye hiyo ndio nguvu ya Mungu, ndiye hutufanya, hutubadilisha kidogo kidogo wakati tumeokoka, kulingana na vile tutaendelea kuogopa dhambi, kusoma neno la Mungu, kushiriki pamoja na walio amini, kuomba. Hiyo ndio inafanyaga tuendelee kubadilishwa pole pole. Nataka wakati mtu ameokoka tu hivyo, mimi nadhani ni mimi, hata mimi hata wewe kama umeokoka, wakati uliokoka tu, wakati mtu ameokoka, kama uliokoka last week ama jana, sana sana utakagi watu wajue uliokoka. Hata mtu akikupigia simu, hata kwanza ukiwa mahali kuna watu wengi, akwambie Bwana asifiwe, bado unasikiaga hutaki kusema amen, watu wote wasijue umeokoka. Ndio umeokoka na umekiri na umesamehewa dhambi, lakini haukuagi umebadilika bado. Ule utu wa zamani haukuagi umeisha kabisa. Na ndio maana hata mtu anakutanaga na watu na hataki kuwaambia ameokoka. Nakumbuka wakati tulikuwa tunakunywa pombe, kuna mtu aliokoka na nilikuja kugundua baadaye alikuwa ameokoka. Akaitiwa pombe na mtu fulani alikuwa na pombe, na sababu walikuwa wanakunywa pamoja, akamwambia kuja nikupee pombe, na wakafika kwa nyumba, akamwambia achukue kamoja, anakataa. Hakuchukua, alikataa. Lakini hataki kusema ameokoka, anasikia aibu sababu hajabadilika kabisa. Lakini kama ni wakati huu, baadaye ndio nilikuja kugundua kumbe alikuwa ameokoka. Juu sasa wakati umeenda umebadilishwa, sasa usikiagi aibu kuambia watu niliokoka, sababu hii ni process inaendaga pole pole, na bado hatujamaliza mwendo. Sababu watu hata wale wakimbiaji wanakimbiaga marathon. Hata kama watu wanajuaga wewe ndiye ukua namba moja, huwezi pewa zawadi kama hujamalizia mpaka ufike pale kwa kamba. Hata kama watu wanajuaga, hata wakati huo mwingine wewe ndiye ulikuwa namba moja, ukijikua uanguke mkiwa katikati, ukiwa umebakiza sekendi 5, wewe hujashinda na hakuna zawadi utapata. Wale watakupita ndio watapewa. Hivyo ndivyo tulivyo hata sisi katika wokovu, mpaka wakati tutafika kwenye ile laini ya kumalizia, na ni wakati tutatoka hii mwili, katika hii mwili ama Yesu arudi, tukiwa bado tumekaa kwa njia zake. Kwa hivyo hata saa hii tuko kwenye process ya kufika pale Mungu anataka tufike. Ukiwa katika hii mwili unaweza jikoa na uanguke, naye hata angalia kule ulikuwa umekimbia, ati ulikuwa namba moja, hata angalia hapo umejikoa na labda ulikuwa umebakiza kidogo ufike. Kwa hivyo ni wewe ujikaze mpaka ufike mwisho, ukiwa bado katika wokovu na ukiwa umeishi vile Mungu anataka tuishi. Na hivyo ndivyo unasikia tunaendaga tukibadilishwa pole pole. Wakati wote tulio katika hii mwili, utakuta hata neema haifanani. Kuna mtu ameokoka na hawezi ombea mtu apone, hata yeye hawezi jiombea hata homa ipone, juu bado hajafikia kiwango. Kuna mwingine hata mapepo haiwezi karibia mahali yako. Hiyo sababu kubadilishwa kwetu, tunabadilishwa tofauti, na ni kulingana na vile unajiweka kwa Mungu. Sababu Biblia inasemaga tumkibie Shetani, tumpige Shetani naye atatukibia. Lakini kama humpigagi Shetani, bado unataka kufanya mambo yenye unajua haiendani na neno la Mungu, unataka kuongea uongo, unataka kuibia watu, hata ukiwauzia, ukiona mtu amesahau na cheji, kama wewe ni makanga na unajifanya umeokoka, naonaga
akiona ni mlevi akiitisha pesa hataki kumpea cheji dakika hiyo. Wewe kama unasemaga umeokoka, bado hujampiga Shetani na bado Shetani yako na wewe. Ndio huyo mtu hata jua umemuimbia, lakini Shetani na Mungu amejua. Naye Shetani hudumu kwa maovu na Mungu hudumu kwa utakatifu. Kwa hivyo yale maovu unafanyaga inakaribisha. Kwa mfano inzi na nyuki, hiyo ni midudu miwili tofauti. Inzi huenda mahali kuna kitu kimeoza, nayo nyuki huenda mahali kuna maua. Hivyo ndivyo kulivyo naye Mungu na Shetani. Mungu huenda mahali kulio na utakatifu, na Shetani huenda mahali kulio na maovu. Kwa hivyo kama unatenda maovu na unafanyamaga umeokoka, yule utakaribisha kwako ni Shetani. Lakini ukiepukana na maovu, Mungu atakuwa pamoja na wewe na atakubadilisha uwe mtakatifu, mpaka mapepo yakikuona yanatoroka. Juu nayo haiwezi kaa mahali kuna utakatifu. Chenye inzi haiwezi enda mahali kuna maua, hata maua ikiwa imerebeka na namna gani. Inzi atakuwa na njaa akiipita tu, juu yeye hukaribizwa na zile vitu zimeoza. Automatically hivyo ndivyo kulivyo. Nayo mapepo haiwezi kuja karibu na mtu mwenye amekaa kwa utakatifu. Automatically itamuogopa, na wewe ni wewe utachagua ni njia gani. Kwa hivyo ukiokoka, sio Mungu anakujaga kukufanya, anakufanya uende kwa njia zake, lakini mambo mingi ni wewe utajiepusha nayo. Mambo mingi ni wewe utajiepusha nayo. Juu Roho Mtakatifu ako ndani yako, anakuonyesha na anakuongeleza kidani kutenda hiyo ndio mzuri. Lakini nawe unasema nani ananiona saa hii na niko hapa nimejificha. Niko huku kwa kichaka peke yangu. Hata nikikuja na kapombe nikunywe, nani atajua? Mwenye utakaribisha karibu na wewe ni Shetani. Lakini ukiogopa hayo maovu, ukijua Mungu anakuona, mapepo yanakuona, kweli utakuwa mtu mzuri na utakuwa umebadilishwa ili Mungu akufanye mtukufu vyenye anatakaga tuwe. Tusome Wakorintho wa pili 3:18. Tusikie vile Biblia inasema. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Tunabadilishagwa hivyo tu pole pole mpaka tufanane na Mungu, sababu Mungu tu ndiye mtukufu na yeye ndiye hana kasoro. Sisi tuko na kasoro mingi, naye anatubadilisha kupitia Yesu Kristo. Na sisi tukiamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu wake anakuja anaishi ndani yetu, na yeye ndiye huendelea kutubadilisha tukiogopa dhambi na maovu. Hiyo lazima uiogope wewe mwenyewe automatically. Nikwambia kuna wachawi kanisani, mtu anasimama mbele ya watu na hasikii aibu, anawahubiria, na kwa kibeti yake yako na uchawi anataka kuwekea mtu mwingine kanisani. Huyo kile anaalika tu ni Shetani na mapepo. Hakuna roho wa Mungu anaweza kaa kwa mtu kama huyo. Either alipata watu wa kumtetea ama hakupata. Hiyo ni shida yake, sababu ni yeye na Mungu. Unajua watu hufurahi sana wakiona wakitenda maovu ati kuna mtu anawatetea. Hakuna mtu utasimama na yeye mbele ya Mungu. Na wakati unaalika mapepo inakuja kwako, haikujagi kwa hao watu. Kwa hivyo ni wewe ujue unataka kualika Roho Mtakatifu na Mungu ili akubadilishe, ama unataka tu kualika mapepo uendelee kusema uombewe. Najua watu wakijijua na wajue vile wanafaa kuishi na Mungu. Hakuna mtu anafaa kwenda kutafuta mhubiri. Unajua watu ile kazi wanafanyaga,
kubwa ni kuhamahama kanisa wakitafuta ati mhubiri mwenye nguvu. Ukijua hiyo nguvu iko ndani yako wewe mwenyewe, ati akuwekelee mkono ati uache kupatwa na nuksi sijui nini. Ukijua hiyo nguvu iko ndani yako, ukiizi vile Mungu anavyotaka, hata hakuna hutahitaji mhubiri wa kukuwekelea mikono. Mimi nimerogwa mara mingi kukulizwa uchawi na nakula akiona na niko tu hapa. Sio kuwekelewa mikono na mhubiri. Hakuna mhubiri aliniwekelea mkono. Lakini kwa nini hiyo nguvu ya uchawi isifanye kazi ndani yangu? Sababu niko na roho wa Mungu ndani yangu, mwenye ananibadilisha tu pole pole nikiwe kama Mungu. Ijapokuwa sijafika hapo, bado niko kwenye njia. Na hiyo nguvu ya giza haiwezi nifanyia chochote. Nimerogwa mara hata siwezi hesabu. Hata saa hii nikienda kule naenda najua wananigojea, na hata saa hii nikikuja wananigojea. Hawachokangi. Nasemaga ile bidii inakuaga na wachawi, ingekuaga na watu wangekuwa na bidii kama hiyo kumtafuta Mungu, wangekuwa wanamusikia akiongea kwa masikio yao kwa sauti. Sababu hao watu vile nimekuja kuwajua hawachokangi na wako na nguvu. Sijui kuwindwa na watu miaka 2 mfululizo daily. Kila siku, nakwambia kila siku. Hata saa hii nikitoka hapa niende kule naenda najua siku hizi simu zilikuja, hata wachawi wako advanced hivyo na teknolojia wanazipigania. Sasa saa hii nimekuta mtu amekaa mahali, huyo ndiye ana organize na wale wako huku kwa hii msitu, wanajifanya wanauza kitu fulani, lakini mimi nikinunua kuna ile nitawekewa. Kama ni kahawa wako na thermos kama 3, kuna ile wewe unaweza wekewa na mimi kuna ile nitawekewa. Hiyo yote Mungu anafanya niijue. Juu kweli mimi nasemaga niko kwenye vita. Na nikisida kuna pale Mungu atakuwa sasa ameniweka kiwango ingine. Na siwezi sidwa sababu niko na Roho Mtakatifu ndani yangu, mwenye ananibadilisha pole pole nifanane na Mungu. Naye ananibadilisha kwa nini? Sababu ya kuogopa maovu na dhambi. Najua watu wanaonaga kama dhambi ni userati na pombe. Lakini ukidanganya wewe uko sawa. Ukiwekelea mtu maneno ya uongo wewe uko sawa. Hiyo sio dhambi. Na mimi nasemaga dhambi ni kufanya mtu mwingine kitu chochote kile. Ukifanywa wewe utasikia vibaya na utakasirika. Hiyo ndio dhambi. Ukitaka kupima dhambi, nataka uanze, sio lazima uandikiwe mahali na Mungu na mtu ati usomange. Siku ya leo ukitaka kuishi kama Mungu, ogopaga kufanyia watu ile jambo unajua ukifanywa wewe utakasirika ama utasikia vibaya. Hilo jambo mtu akiongea kukuhusu vibaya utasikia vibaya. Wewe bona uongee mambo ya uongo ya mtu mwingine ukijua hivyo ati kile kitu sitaki watu wanifanye, nami siwezi taka nifanyiwe. Ukijua hivyo, nakwambia hata hakuna mambo mingi unahitaji. Wewe utakuwa umeenda na njia ile Mungu anatakaga wanadamu waende nayo. Mimi sitakagi kuibiwa, na mimi sitaibia mtu. Mimi sitakagi kusengenywa, na mimi sitasengenya mtu. Mimi sitakagi mtu aongee mambo yangu ya uongo, na mimi sitaongea ya mtu mwingine. Mimi nasemaga hata adui yangu siwezi ongea mambo yake ya uongo. Hata huyo alijaribu kuniroga siwezi ongea mambo yenye hakufanya. Na ni mtu alikuwa anataka kuniroga nikufe. Saa hii singekuwa hapa kama singekuwa na Mungu. Sababu sio nguvu yangu ilinifanya ni hiyo uchawi ikoze kuniweza. Lakini hata kama amefanya hivyo, siwezi ongea mambo ingine yenye hakufanya. Sababu bado nitakuwa nimeinua shetani na naaibisha Mungu. Kwa hivyo hata kama mtu ni adui yako, waje kuongea mambo ile hakukufanyia ati ndio watu wamchukie zaidi. Ongea tu ile unajua ni ukweli. Hata Mungu akisimama hapa, hata siku ikifika ile tutaenda kupiga goti mbele ya Yesu uulizwe hiyo maneno utarudia. Sababu ni ya ukweli. Na hata huyo mtu akiwa hapo ukiulizwa hilo jambo, hata ukiwekelewa bunduki hapa uambiwe hii bunduki ni automatic, ukidanganya ndio italipuka. Utakuwa na ujasiri wa kuongea juu utajua haitalipuka.
sababu unaongea ukweli. Kwa hivyo ukijua yale mambo unatakaga watu wakufanyie na wewe uyafanyiage hiyo, kweli utakuwa umeenda kwa njia ile Mungu anataka. Unaogopa bibi yako asichukuliwe na wanaume wengine, wachana na mabibi wa wenyewe. Wewe ukikuta wako wakiwa na mwanamke mwingine utatoa vita, lakini wewe unataka kuchukua wa mtu mwingine. Hiyo unaalika mapepo ya kutawale, sio Mungu. Sababu mapepo hukuja mahali kulio na uovu, naye Mungu anakujaga mahali kulio na utakatifu. Nimekupea mfano wa nyuki na inzi. Inzi hata ikiwa na jana namna gani na kuwe na maua huku, hata saa hii naona kuna maua fulani imerebeka kidogo kidogo, hawezi enda kwa hiyo maua, lakini nyuki ataenda hapo. Hivyo ndivyo kulivyo hata kwa Mungu na Shetani. Kwa hivyo ni wewe ujue unataka kupitia wapi na ni nani unataka awe akikuongoza. Uamuzi ni wako. Hata ukiokoka, unajua hata mtu akiokoka si ati hawezi fanya dhambi, ni uamuzi unafanyaga. Unajua hii njia sitapitia. Kama wakati tulikuwa vijana, tukiwa vijana kuna michezo tulikuwa tunacheza, lakini wakati tulifika mahali tukawa wanaume, kila mtu anajua kule anapitiaga ndio awe mwanaume kamili. Hiyo michezo sio ati iliisha, bado inakuaga, na hata saa hii ukienda utawakuta wakiicheza. Lakini hebu enda uwakute wakicheza na wewe uingie hapo. Kama hata watu wa kijiji hawataitana waulizane, yule mwanaume fulani kwani kichwa yake imeruka kwa nini? Nilimkuta wakicheza na akina fulani. Lakini wakati huo ukiwa ukicheza hakuna mtu alikuwa anakuuliza swali, lakini ulitoka hapo. Kwa hivyo hata wewe ukiokoka bado ile mambo inafanyaga na watu hawajaokoka, sio ati inaishanga. Ni wewe unaamuanga sitarudi huko, wewe mwenyewe. Kwa nini huendagi kucheza watoto wakicheza michezo ile yao na unawaonaga na unaijua sana hata labda kualiko? Sababu unajuaga ulitoka huko. Kwa hivyo nawe ukiokoka juaga kuna mahali ulitoka. Wacha kujirudisha huko. Ukijirudisha huko ni Shetani unaalika kwa maisha yako. Utakuwa unazunguka kila mahali ukitafuta ati mhubiri akuombee, ati akuwekelea mikono. Na hata akikuwekelea utakuwa mzuri tu kwa dakika hiyo. Ukitoka hapo urudi kwa ile mambo yako mabaya, bado mapepo itakuja juu ni wewe unaialikanga wewe mwenyewe. Mapepo inaogopa utakatifu na inapenda mahali kuna uovu. Huo uovu wako ndio unaalikaga mapepo, ndio unaona maisha yako kama iko na nuksi. Utakuwa unatafuta wachungaji wa kuwekelea mikono. Ndio maana mimi hata wakati nilirogwa sikutafuta wachungaji, hata sikuomba. Wakati wa kwanza tu ndio niliomba. Hii mambo mara nyingine yote nimepewa uchawi juu nimepewa mara mingi, hata ziobagi ati nitoke. Automatically najua haita hizi ndani ya mwili wangu, juu yule anaye hizi ndani yangu ni Roho Mtakatifu. Na hatuwezi rogwa pamoja na Mungu. Tukirogwa na Mungu, labda Mungu awe hayuko. Kwa hivyo kama nitarogwa na nirogeke, labda niwe Roho Mtakatifu hayuko ndani yangu na sijaokoka. Na hata wakati huo nikikufa siwezi enda mbinguni, nitaenda jehanamu. Sababu ukiona Shetani akikuweza wewe ni wake, anawezaga walio wake. Walio wa Mungu hawezi, na hawezi waangamiza. Kwa hivyo watu wakijijua na wajue wokovu ni nini. Wokovu ni kuogopa dhambi. Hawatakuwa wakihamahama makanisa ati mhubiri fulani yako na nguvu. Wengine wanaendaga hata Mombasa huko na zikiaga kuna mhubiri huko. Nisipokuwa mimi simtabui, mimi naamini sio kamili. Ile mambo nazikiaga huko wanapewa hata vitabaa waende watoe kamba hivyo ati wapike wakule. Hiyo mimi kwangu hiyo ni uchawi. Tuliachiwa jina la Yesu Kristo. Mimi hakuna kitu naweza kupea saa hii nikwambie enda naye. Nakuombea na nikwambie kwa jina la Yesu Kristo pokea. Hivyo tu, hakuna kitu nafaa kukupea. Tuliachiwa jina. Jina hiyo jina ndio iko na nguvu. Ukiona mtu mwingine anakupea vitu zingine, huyo ni muganga. Wachana na muganga. Jua wewe ni nani. Yesu alisema nimewaachia nguvu za kukanyaga nyoka na nge. Hakusema ameachia wachungaji, aliachia mtu yeyote yule ameokoka. Lakini watu wanataka waokoke, lakini warudi kuendelea na maisha haya ile ya kawaida.
Hiyo ndio shida. Lakini ni uokoke na uishi kama mwana wa Mungu. Hakuna mahali hakunaga sheria. Kwa hivyo lazima uishi kama kulingana na sheria ya Mungu. Ukienda nchi ya Uganda leo huwezi ishi vile huku Kenya tunaishi. Ukienda Tanzania nasikiaga huko miraa ni marufuku. Wanaihesabiwa pamoja na bagi. Kwa hivyo huwezi enda huko ati wewe juu ni Mkenya, na huku naonaga wanaikula kwa barabara, na wewe uanze kukula miraa. Kwa hivyo utaishi kama kulingana na sheria ya hiyo nchi, hata kama wewe sio wa hiyo nchi. Nasi tukikuja kwa hii nchi yetu ya Yesu Kristo yenye inaongozwa na Yesu Kristo, lazima tuishi kulingana na sheria za hii nchi ya wokovu. Hatuwezi ishi kama nchi hiyo ingine ya Shetani, sababu ile sheria inatuongoza ni ingine, na lazima tuitii. Barikiweni na Mungu awafanyie mema na wainue. Mwenye hajaokoka akubali kuokoka, na akubali kuishi kama vile Mungu anavyotaka tuishi, na aogope kufanyia watu wengine yale mambo anajua akifanyiwa atakasirika. Nawe hautakuwa ukihama kanisa na ingine ukitafuta wahubiri wenye wako na nguvu wa kuombea ati ndio shida zako zikuishe. Hizo shida zitakuwa zinakuisha automatically bila kuwekelewa mikono. Juu hata wewe ndiye unafaa kuwekelea wale hawajaokoka mikono, lakini watu wanaonaga ati wahubiri ndio wako na nguvu. Unajua unaweza kuwa mhubiri na muzirika na uko na nguvu kuliko mhubiri, sababu nguvu ya kiungu inakujaga na penye mtu ameogopa dhambi. Nakwambia hivyo. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni muzirika na uko na nguvu kuliko mhubiri, hata wewe ndiye unafaa kumuombea, lakini sababu ya kutojijua nyinyi huwa mnaamini wahubiri ndio wako na nguvu. Wamepewa neema ya kuhubiri, na wengine wanahubiri hata kama hawajaokoka, juu nimewaona na hii macho yangu. Mtu hata hajawahi okoka hata siku moja, sababu kuna hata kuokoka kuna historia. Unafaa upeane historia, uliokokea wapi, ulihubiriwa na nani, ni nani alikuombea ndio uokoke. Lakini huwezi sema uliamuka tu siku ya hivyo nimeokoka. Hata Paulo wakati alikuwa anadhulumu watu wa Mungu, aliambiwa aende kwa Anania awekelewe mikono. Hata kama alitokewa na Yesu, hakuokoka. Aliokoka wakati aliwekelewa mikono na Anania. Sababu lazima tugawiwe na wenye wamekawiwa. Mimi naweza kugawia, sasa ni kuombea uokoke juu nimeokoka. Wengine waliombewa na watu hawajaokoka, wakadhani wameokoka, na ndio maana hata wakitenda maovu hawajihukumu. Juu mwenye alikuombea hata yeye alikuwa anafaa kuombewa juu ni mwenye dhambi. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu Muumba wa vyote, wewe ndiye Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe ndiye uliyetuita, umetufunza leo kuhusu utukufu, nasi tunafaa kuishi kama wewe na tuogope dhambi, ili utuweke kwenye utakatifu ulio ndani yake, ili wakati utakaporudi utuchukue, sababu utachukua wale wanaokaa kama wewe. Mungu wetu tuongoze na utuonekanie. Mwenye ananisikiza hapa na ameokoka, mdumishe katika wokovu. Mwenye ananitazama na hajaokoka, Mungu mulete kwenye wokovu, mdumishe kwenye wokovu. Na ukimuleta kwenye wokovu, muonyeze njia zako. Najua Roho Mtakatifu atamuongoza, naye ataishi kama wewe, naye atakuwa anajiombea, hata kuwa wakwenda kutafuta wahubiri wenye nguvu. Sababu watu wengi walio katika dunia ya leo wanataka waokokewe na wachungaji. Wachungaji wao wakiwaombea, wakiomba wao ni kuenda tu ati wawagawie, lakini sio hivyo kulivyo katika ufalme wako. Ufalme wako ni kila mtu ajilete mbele zako, sababu hata kitambaa cha hekalu kili katika mara mbili. Sasa hakuna aliye mtakatifu tu ati mmoja wa kuingia mbele zako. Sisi wote tulioamini Yesu Kristo tumefanywa watakatifu mbele yako, na tuna haki ya kujileta mbele zako, kila mtu na yule mwingine. Onekana mbele zetu Mungu wetu, tubariki na utuonekanie. Tulinde na yule mwovu Shetani, anaendelea kutuwinda kama mimi. Wachawi wameamua kuniwinda, lakini sababu ya nguvu zako hajawahi niweza. Ndio tu hapa nimesimama, ijapokuwa hata saa hii najua kwenye naenda bado nagojewa. Hata wengine wanalipagwa
wanifuate mpaka waingie kwa gari yenye nitaingia. Yote ni wewe hufanya nianjue, na yote hata wakati nakulaga hizo vitu wananipeaga nikule, nakula kama sijui Mungu wangu, nikijua baadaye nizaa kula. Wewe ndiye hufanya nguvu yako iliyo ndani yangu ikosese hizo mauchavu yao ya nguvu za giza, inakosesa nguvu sababu ya Roho wako Mtakatifu. Nionekanie Mungu na uniongoze, nipe nguvu ya kuhubiri neno lako. Pale unapotaka nifike ni wewe utanifikisha, sababu sina uwezo bila wewe. Naomba hayo machache nikijua umeyasikia, na katika jina lako kuu Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Barikiwa na Mungu akuinue na akutendee makuu katika jina la Yesu. Amen.